Bwana, nikukaribishe tena wewe ambaye unaendelea kufuatilia Manyuzi TV kuendelea kupata dondoo za kimichezo kutokea hapa. Kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kimerejea jijini Dar es Salaam mapema hii leo Machi 2 mwaka 2026 kikitokea visiwani Zanzibar kilipokwenda kwenye mchezo wake wa dabi ya Kariakoo dhidi ya klabu ya soka ya Young African Sports Club uliochezwa hapo jana Jumapili katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Katika posti yao, kikosi hiko cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club iliyopostiwa katika peji zao za mitandao ya kijamii ikitoa taarifa juu ya ujio wao kutoka visiwani Zanzibar kuja jijini Dar es Salaam imeandika hivi: kikosi cha wasiosubiri kubebwa kimeingia jijini Dar es Salaam, wakihusisha matokeo ya mchezo wao wa siku ya jana wa dabi ya Kariakoo dhidi ya Young African Sports Club kwamba klabu ya soka ya Yanga ilibebwa baada ya goli lao lililofungwa na mchezaji Selemani Mwalimu kukataliwa na mwamuzi wa kati referee akitafsiri kwamba ilikuwa tayari ni offside. Huku pia wananchi Young African Sports Club wakilalamikia kwamba kabla ya goli kufungwa mchezaji huyo Selemani Mwalimu aliunawa mpira huo na kuushika kwa mkono. Referee hakuweza kuona tukio hilo, badala yake aliweza kuona tukio la offside, hali iliyopelekea pande zote mbili za wachezaji wa klabu ya soka ya Young African Sports Club pamoja na Simba Sports Club kwenda kumzonga referee. Kwa upande wa Simba wakilalamikia kunyimwa goli ambalo limetafsiriwa kama offside, na kwa upande wa Young African Sports Club wakilalamikia mchezaji Selemani Mwalimu aliweza kuunawa mpira huo. Wachambuzi wa soka wanasema kwamba katika mchezo wa dabi ya Kariakoo siku ya jana, mwamuzi wa kati hakuchezesha kwa ufanisi mchezo huo. Lakini kabla ya kuingia katika mchezo huo wa dabi ya Kariakoo, marefari waliweza kuaswa na rais wa TFF Wallace Karia akiwa katika mkutano wake wa TFF Kahama Shinyanga. Alisema mwamuzi atakayeharibu mchezo wa Kariakoo dabi kesho sio tu kwamba atafungiwa kujihusisha na soka maisha, bali pia tutamfungulia mashtaka kumshtaki tumfunge, wala hatutakuwa na masihara na hilo. Nalizungumza wazi kabisa kwa sababu sehemu kubwa wanaotuletea matatizo ni wao. Alikuwa ni Wallace Karia, rais wa TFF. Wachambuzi wa soka kupitia hili la taarifa iliyotoka mapema kabisa kabla ya mchezo kupitia kwa rais wa TFF Wallace Karia wanasema huenda kauli hiyo imewapa presha ya mchezo waamuzi hao, ukizingatia wengine ni dabi yao ya kwanza kuichezesha ya Simba Sports Club na Young African Sports Club. Wengine wanasema waamuzi hao hawakuwa na tatizo kabisa, bali tatizo ni kwa vilabu vyetu vya Simba Sports Club na Young African Sports Club. Pindi vinapokutana katika dabi, swala la kulalamikia waamuzi ni jambo la kawaida, wameshalizoea. Bwana, all in all, mchezo wa dabi wa siku ya jana kati ya Young African Sports Club na Simba Sports Club ulikuwa ni mkali wa kusisimua. Na kwa upande wa klabu ya soka ya Simba Sports Club iliweza kuonyesha kiwango kizuri licha ya kuto kupata goli katika mchezo huo, lakini iliweza kuambulia alama moja wakigawana na Young African Sports Club. Yanga ikiendelea kusalia katika nafasi ya kwanza kwenye msimamo wa ligi ikiwa na pointi 29, na kwa upande wa Simba Sports Club ikisalia katika nafasi ya tatu ikiwa na pointi 24. Bwana, taarifa ni hiyo hapo ambayo nimekupa mtazamaji kwa siku ya leo, baada ya kikosi cha Simba Sports Club kuwa cha kwanza kutua katika jiji la Dar es Salaam ikitokea visiwani Zanzibar baada ya kukamilika kwa mchezo wa dabi ya Kariakoo hapo jana. Hii ni Manyuzi TV, endelea kufuatilia kwa kupata updates mbalimbali za kimichezo, burudani, teki pamoja na kufahamu masuala ya kijamii. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Tukutane tena hapo baadaye.